ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Moyo wetu leo au aina ya watu tunataka kuchukua ni moyo wa Nabii Yusuf, na yeye ni moyo ambao nini au hala nayo ya hali ya kuhisi kuwa yeye ni katika nini, ni kama vile mhamiaji, yani katika ughaibuni, yani katika ghurba, hahisi kama ile yuko nyumbani, hana ile ihsasi ya feel at home. Aya tutachukua taribihi aya namba 15. namba 15 Allah subhanahu wa ta'ala sema فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Tafsiri ya aya hapo, baba yao akawaachia wawe naye na akawaamini. Walipokwenda na yeye na wakaamua kumtupa ndani ya kisima, na hapo tukamletea wahi, akateremshiwa wahi Nabii Yusuf, utawaambia ndugu zako mbeleni kuhusu kitendo chao hiki walichokufanyia, na hali wao hawakitambui. Subhanallah, chukua ndugu yao na kumtupa. Hebu fikiria hii scenario. Wamemvua kwanza kanzu kwa sababu atakuitia damu, ampeleke baba yao kama nini, kaliwa na nani, kaliwa na mbwa mwitu. Halafu wamemtupa mtoto mdogo, nasimikana umri wake alikuwa kama miaka 12 kwenye kisima, katupa. Moyo wake unaishi nini? Taban atakuwa na hofu, anaishi peke yangu hapa, niko sina moyo, kwa niko katika ghurba. Jua hivyo watakuja wale wenye tamaa kujomchukua, wale walomchukua wakaenda kumuuza kwa thamani ndogo, kwa sababu hawamjui kima chake. Katoka katika kisima kaenda kwenye palace. Yule waziri amwambia mke wake, mkirimu, tutamchukua mtoto, tutamfanya mtoto wetu atatufaa hapa manufaa. Lakini bado yeye katika kasr. Lakini Nabii Yusuf yuko na nini, na ile moyo wa kweli gharib, hayuko mbali ya wazee wake. Ndio tunapokuwa mbali na wazee wetu, mbali na familia yetu, usiishi na ile huzuni kuwa nini uko mbali na wazee wako. La, kuwa na moyo wa kuwa nini, ya kujijenga. Ujijenge kusudi ujitegemee nafsi yako. Na khalas usho katika ghurba. Kujijenga na kujitegemea nafsi yako ndio itakuacha wewe pia usihisi pia ile nini shughuli ya kuwa wewe nini ni mgeni, ni gharibu katika ile pahali. Jijenge kielimu, jijenge kimali, jijenge vizuri kwa tarika sahiha na kwa tarika halal, upate nini kuishi. Na ukumbuke kama nini hikma Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Nabii Yusuf katika aya nyingine, anamwambia Nabii Yusuf, wallahu ghalib, anasema yani kuhusu Nabii Yusuf, wallahu ghalibu ala amri walakin akthar an-nas hatujui akthar an-nas, sisi hatujui hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala, hatujui, la ya'lamun. Hikma kutolewa katika kwa wazee wake, ndugu zake, muone wivu wamtie katika nini, katika kisima. Hikma kadhalika anataka Allah subhanahu wa ta'ala kummakin Nabii Yusuf, kadhalika makanna liyusuf fi al-ardh, na tukamfundisha namna kutafsiri la hadith, na hii ndio itakuwa manufaa baadaye. Ndio pia kutoka katika kasr akachukuliwa kaenda kauzwa akafika kwenye kasr. Yote hii ghalib Allah subhanahu wa ta'ala anakutengenezea vitu vyako. Ikiwa huku umeharibikiwa, Mwenyezi Mungu anakuambia kuna pengine nitakufungulia. Tuwe na yaqeen na ikhlas kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa nini, na kumuadhima Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa na subra. Na kitu kikubwa ni kuwa na nini, ni kuwa na subra.
na Allah subhanahu wa ta'ala biyaqini tatupa, lakini sisi tunachopungua ni kuwa hatuna subra. Ni kwa sisi nini? Hatuna subra, tunataka mambo upesi nini? Upesi yao. Idhan moyo huu wa ghurba ukiwa unao ihsasi ya ghurba, jenge kiakili, jenge kiilmu, kadhalika uwe na yaqin billah subhanahu wa ta'ala, na pia uwe na subra kuwa itakuja time hajafika. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياتنا إلا به